na matarajio ya watu wengi. Sikutaraji kitu cha tofauti sana ama surprise kubwa kwenye mchezo kama huu, kwa sababu Young Africans walikuwa na sababu nyingi za kupata matokeo ushindi kuliko kitu chochote kwa wakati uliokuwepo, na I do believe hata wao wamecheza mchezo huu wakiwa wanawaza sana mechi ya Tabora kuliko mechi hii waliokuwa wanaicheza. Kutazama kuanzia uchaguzi wa kikosi, mipangilio ya namna ya kucheza na namna ambavyo wachezaji walikuwa wanacheza ndani ya kiwanja, hukuona kama wana kitu kingine tofauti wanachokitafuta zaidi ya kupata tu magoli ya mapema alafu wapumzike waendelee na hesabu nyingine. Haina tofauti sana na test ya mechi ya juzi ya Simba na Big Man FC. Wachezaji walikuwa wanacheza huko wanaiwaza mechi ile ya Ismailia na ya pale Ismailia. Nafikiri hata kwa Young Africans ilikuwa the same picture. Wachezaji karibu wote walikuwa wanaonekana wanacheza tu kwa sababu it's a game, but akili na focus yao huenda ipo Tabora zaidi kuelekea kwenye mchezo na ufuata wa ligi kuu, wakifahamika kwamba ndio mchezo ambao uliharibu atmosphere ambao walipitia pale katikati na ndio umefanya ligi pengine iwe kwenye sura hii tuliokuwa nayo hii leo. Trust me, kama Young Africans isingepoteza mchezo ule dhidi ya Tabora, huenda tungekuwa kwenye sura nyingine ya tofauti kabisa. Ilimpa ugumu na ilimuia mambo mengi yakapita pale katikati. Bahati nzuri kwake ligi ilisimama, ndio ikawa kama nafuu yake ya kuweza kurudi, lakini unapocheza dhidi ya timu kama waliocheza nayo leo ya Songea, excuse pekee ambayo unaweza kuwa nayo ni labda kushinda magoli machache, lakini hakuna excuse ya wewe kuja tofauti useme umepoteza afu ikawa ni kawaida. Hakuna mtu yote ambaye atakuwa tayari kuweza kuelewa hicho kitu, na I do give my respect kwa wale wote ambao walikuwa wanaamini kwamba hii ni sehemu nzuri ama ni platform nzuri kwa wao kuweza kufika kwenye zile stages ambazo walikuwa wanazihitaji. Lakini kwa maana ya level ya ushindani, level ya ubora, sijaona kama ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kinaweza kinafanya tukawa tuna focus kwa kiwango cha juu hivyo kuamini kwamba Young Africans labda angeteseka mchezo. Mchezo umeongeza kitu kwa Yanga kuelekea kwenye mchezo wa Tabora. Absolutely. Ilikuwa ni bridge match ama ni mechi ya kivuko kwa mwalimu, hasa baada ya kutoka timu za taifa. Hakuna mwalimu anaenjoy break za timu ya taifa. Hakuna. Ndio. Yani mwalimu wa klabu hakuna anaenjoy kalenda ya kimataifa. Ndio maana mwalimu alihitaji sana mechi pengine kuona wale ambao hawakuwa na national team wapo kwenye ubora gani kwa kipindi kilichokuwepo. Lakini pia hata wale ambao walikuwa na national teams namna gani ambavyo wanaweza karudi wakaendelea kupata ile fitness level yao ya kawaida, sababu intensity ya national team tena umetoka kucheza na taifa kama la Morocco ni tofauti. Na ukumbuke Young Africans wachezaji wao 4 walipata nafasi ya kwanza moja kwa moja, kwa maana Ibrahim Abdullah, Dickson Job, Clement Mzize pamoja na Mudathir Yahya, lakini pia Khalid Aucho alipata minor injury kwenye timu ya taifa. Ukumbuke pia kwenye wakati ambao Juka Buya pia alipata dakika kadhaa za kucheza kwa timu ya taifa ya Kenya na leo amecheza vile vile. Kwa hiyo kila ukijaribu kutazama ile width of squad, Prince Mpumelelo Dube alipata dakika 45 dhidi ya Benin. Kila ukijaribu kumeasure wale watu ambao waliitwa kwenye timu zao za taifa, wenzia kina Chama na Musonda wamecheza dakika nyingi sana kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Urusi. Hakuna excuse yoyote ambayo ingekuepo ambayo mwalimu angeweza kuiweka kuelekea kwenye michezo hii, na ndio maana naendelea kuamini kwamba performance ambayo watadisplay Yanga dhidi ya Tabora inawezekana kawa ni fresh sana kuliko wakati mwingine wote ambao wanakuwa wametoka kwenye national team. Sawa, dakika ni ya 17 na Nazareth Upete namna ambavyo ameudadavua mchezo wenyewe wa Yanga, huko akisema ya kwamba Yanga wao walikuwa wanaianza sana vijio vya kidigitali ni kuhusiana na goli la kwanza la Yanga. Pasi ya Pacome Zouzoua, kuna namna ambavyo mpira kama ulikuwa tayari umetoka. Umeona nini katika goli lile? Of course maneno vijiweni hapo, lakini kuna namna ambavyo kwangu mimi niliona mpira ulikopa hujatoka, kwa sababu mpira hadi utoke lazima umalize kwenye chaki yote kwa asilimia 100. Maana yake ule haukumaliza. Of course, lakini kama mpira hujamaliza kwenye chaki kwa asilimia 100 ni zaidi ni goli la wazi. Kwa hiyo no doubt kuhusu ile goli, lakini mijadala na maneno yapo vijiweni. Kwamba mijadala na maneno ni makosa tu. Ule mpira kwa sisi tunaopata faida ya marejeo ya picha za televisheni za wenye haki ya matangazo, ulitoka kwa asilimia 100. Hata mimi macho yangu aliona hivyo.
kwa sisi tunaopata faida za marejeo ya televisheni. Sasa sijui ukumbuke mwamuzi hana faida ya marejeo ya televisheni, wala hana faida ya kurudia. Na kwenye eneo alilokuwepo mwamuzi mzoefu kama Changwalu, nafikiri alikuwa ni Changwalu kama nimemwona vizuri, Hamis Changwalu. Sina hakika sana kama alikuwa kwenye engo nzuri ya kuona, sina hakika sana kwa sababu pale ni kesi ya lineman, sio ya mwamuzi wakati tena. Line 1. Alikuwa ni line 1, si ndio? Lakini kila alikuwa ni line 2 kule. Ni line 1, yes. Line 1 kwa sababu alikuwa upande huo. Ndio. Lakini kila nikijaribu ku preview ama nikijaribu kurudia, mpira ulitoka kwa 100%. Lakini hata kama umetoka, maana yake tunaweza tusimlaumu sana muamuzi kutokana na mazingira yale. Yes, ndio maana hata Ulaya makosa ya wazi yapo. Kama unakumbuka goli la Frank Lampard kombe la dunia dhidi ya Ujerumani, liliingia kwa 100% lakini lilikataliwa. Uingereza ndo wakaja na issue ya goal line technology. Na unaona imekuja video assistance referee VAR, kwa sababu wanajua hawa mareferee ni binadamu na makosa ya kibinadamu yapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, of course sio kizuri kwenye soka, lakini makosa ya kibinadamu yapo na yanatokea kokote pale. Ndio. Bana, sawa, dakika ni 20, dakika ni 10 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika saa 12 dakika. Mchezo wa pili kwa Jonathan Ikangalombo anaanza katika michezo miwili mfululizo, ukiacha ule mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Unakionaje kiwango chake katika muendelezo wake mpaka hivi sasa? Kwa aina ya mchezaji kama Jonathan Ikangalombo, status yake pamoja na ile IQ ambayo yuko nayo, au wengi ambao tunaamini yuko nayo kulingana na the way ambavyo amekuwa akiperform kwa hii michezo miwili, unaweza ukaitengenezea grade ya sehemu alikotoka, namna ambavyo ameweza kumatch na aina nyingine ya wachezaji. Hapa unazungumza Jonathan Ikangalombo kama mchezaji ambaye ametoka kwenye klabu kubwa. AS Vita Club au Vita Club ya Kongo ni klabu kubwa, ni timu kubwa ukanda ule, lakini pia ni klabu ambayo ina status ya kuzalisha vipaji na status ya kuendeleza vipaji ambavyo vinazaliwa kule Kongo. Kwa hiyo kuwa na mchezaji wa nature hii katika ligi ya Tanzania bara ina maana tayari kuna kitu ambacho anaweza kukiingiza kwenye timu yako and then akakiendeleza katika wakati huo. Kwangu mimi kwa hii michezo miwili naweza nikasema sijamuona kwenye performance ya 100%, lakini kwa kile ambacho amekionyesha mpaka sasa hivi ni the best. Kitu ambacho anakionyesha mpaka sasa hivi ni kitu ambacho kinaonyesha taswira ya kwamba, ukumbuke kwanza ni mchezaji ambaye hakuwa ameingia kwenye mfumo moja kwa moja. Amekuja, sijui palikuwa na changamoto gani hapo katikati akawa hajapata nafasi ya kuingia katika kikosi kuweza kucheza, lakini unamuona mchezaji ambaye ameingia kwenye mechi na ana perform kwa wakati wake. Unamuona mchezaji ambaye anawezekana akawa kwenye zile trainings za team, trainings za Yanga, anaweza akawa ana participate kwa 100% kubwa sana. Anaonesha uzoefu wake, anaonesha uhalisia kipaji chake, anajaribu kucommunicate na wachezaji wenzake. Ile ambavyo unamuona anatengeneza link up na wachezaji wengine, unaweza ukasema huyu mtu kama sio top performance yake, then siku akifika pale atakuwa ni mchezaji hatari sana. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kama mchezaji ambaye ameclick kwenye mfumo wa Yanga, even though siwezi nikamweka kwa 100% kwamba tayari anaweza akaihudumia Yanga kwa wakati wote. Kuna vitu ambavyo naamini akiweza akavionyesha au akaviongeza itakuwa ni kitu sahihi zaidi kwake kuweza kuperform zaidi, lakini kwa kile ambacho anakionyesha mpaka sasa hivi mimi nahitaji tu kuona kwake consistency na ile muendelezo mzuri, zile gradual change, namna ambavyo anaweza kubadilika kutoka katika mazingira yaliyopo sasa hivi, namna ambavyo anaweza akapandisha kiwango chake hiki alichonacho and then kukiendeleza juu. Tunaelewa wapo wachezaji wengi sana ambao wanakuja kwenye ligi ya Tanzania bara kwenye mechi 2-3 za mwanzo anakupa performance nzuri and then anakuwa ana drop. Ndio maana mimi wachezaji wengi napenda au na enjoy kuwadetamani kwa kutumia zile performance ambazo wanakuwa wanaendelea kuwa nazo. Nashindwa sana kumjadili au nashindwa sana kumpa maua mchezaji ambaye katika michezo yake ya mwanzo ameperform vizuri and then anakuja kukuangusha kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo maana yake kwa wewe Evans Jonathan Ikangalombo bado tumpe muda sana. Yuko vizuri lakini natamani kuona akiongeza vizuri zaidi pale ambapo. Unatamani kukiona kitu gani zaidi kutoka kwake? Natamani kuona link up yake ikiongezeka na eneo la kiungo. Kuna namna ambavyo Jonathan Ikangalombo akipokea mipira
anakuwa mtu anayefocus sana au anayewaza sana kwenda pembeni. Ndiyo. Au kupeleka mashambulizi zaidi kuelekea upande wa pembeni. Changamoto kama hii inaweza ikakupa shida pale ambapo unakutana na klabu au unakutana na timu ambayo eneo lao la pembeni ni gumu. Eneo lao la pembeni lina watu wabunifu sana, watu walionyumbulika, lakini eneo la pembeni at the same time unakutana na aina ya wachezaji katika timu opposite au timu pinzani. Unakutana na aina ya wachezaji wenye ushirikiano, unakutana na aina ya wachezaji ambao wanapanda na kushuka. Yani kuna the way ambavyo wanatengeneza ukuta katika yale maeneo. Kwa hiyo kama unakuwa na timu ambayo inategemea sana mipira ya cross, and then hiyo sehemu ikifeli, automatically unaweza usipate matokeo. Sasa Jonathan Kangalombo anaonekana link up yake nyingi sana anaitengeneza kuelekea pembeni. Then kuna ubunifu ambao mimi nauhitaji kuona akijaribu kupenetrate, kutengeneza nafasi akiingia katikati. Leo ambavyo anaweza ka link up na wachezaji ambao anaweza waka katika eneo la juu au ile final third, kutengeneza nafasi, namna ambavyo anaweza akawavuta wapinzani na kuwatoa katika maeneo yao wale mabeki wa timu pinzani, and then wao kutengeneza nafasi ya wao kufunga. Ndio kitu ambacho nitamdai Jonathan Kangalombo. Lakini kwa performance ambayo yuko nayo, the way ambavyo anakuwa amekuwa akicommunicate na wachezaji wenzake, namna ambavyo anaweza, kuna namna ambavyo unaona uchezaji wake kama ameutengeneza kwenye kiwanja cha mazoezi. Sasa kuna namna ambavyo nataka kuona ile performance inaingia zaidi au inaendelea kukua kila kukicha. Kwa hiyo kama hato drop, basi naamini anaweza akaingia kwenye ile top performance ambao mimi naweza nikaamini kama Jonathan Kangalombo ndiye huyu ambaye mimi nilikuwa ninaamini anakuja kucheza Tanzania. Unajua Ndio. Leo nimemwangalia Nasho. Sawa, utakuja uzungumze, naona sasa. Taja Nasho bwana, wakati umesafiri Nasho ndio alikuwa host wetu hapa. Kwa hiyo sijatoka kidogo kwenye leli. Leo nimemwangalia Kangalombo, lakini Kangalombo nilimwangalia vizuri kwenye mechi zidi ya Singida Black Stars, ile mechi ya kirafiki ya kuzindua ule uwanja wa Singida. Unajua mchezaji mzuri mara nyingi huaga asubiri mbinu za mwalimu wala mifumo ya mwalimu. Mchezaji mzuri anasubiria apewe mpira ndio aoneshe ubora wake uko wapi. Mimi Kangalombo ni mchezaji mzuri kwangu mimi. Anachokihitaji ni kuwa kwenye ufiti wa kimwili na kiakili kwa 100%. Lakini ukimuona the way ambavyo ana receive mali, ukimuona akishapokea mpira zile 1v1 outside step over, unaona ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao akiwa kwenye ubora wake wa 100% kuna kitu anaenda kukiongeza ndani ya Yanga. Mawinga wake asilia ni Clement Mzize ndo winga asilia, lakini Pacome Zouzoua sio winga asilia. Most of time anacheza kama winga, lakini hivi Pacome kiasili ni sio winga asilia. Clement Mzize na maanisha Clement Mzize ni winga, kiasili ni winga. Kiasili ni winga. Ndio maana hata kipindi cha Nabi ulikuwa unamwona akipewa nafasi anatokea kushoto ama anatokea upande wa kulia. Lakini sasa kwa kuongezeka kwa Kangalombo inaonesha tayari upana wa mawinga ndani ya kikosi cha Yanga unazidi kuongezeka. Maana Faridi Musa most of time amekuwa akitumika kama fullback namba 3 pale Yanga wakizidiwa, lakini hata kikosi cha kwanza cha Yanga ukiona anaingia mara nyingi atumiki kama winga asilia. Sasa Kangalombo unapomuona ana focus zaidi kwenye box. Ni mchezaji anapenda kulikimbilia boxi, ana utimamu kwenye miguu yake. Hata ukiangalia goli alofunga zidi ya Singida Black Stars unamuona sio mchezaji muoga kwenye boxi. Ana maamuzi, anajua kupiga, ana enjoy kulivamia boxi la timu pinzani. Sasa kitu pekee ambacho winga wa kisasa inabidi awe nacho ni kuwa na maswali magumu kwa mabeki unaokutana nao. Kangalombo anaonekana maswali magumu anayo, anaweza kumuuliza beki maswali magumu. Ana utimamu, ana nguvu, ana maarifa. Kwa hiyo natamani kumuona akiwa kwenye ubora wake wa kiakili na ufitness. Akishakuwa kwenye huo ubora, kuna siku tutakaa hapa tutamzungumzia Kangalombo kama miongoni mwa mawinga bora kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo nadhani anahitaji muda aweze kuizoea ligi, akae kwenye ule ufiti wake. Kuna siku hapa tutakuja kumzungumzia Kangalombo kwa mambo mengine makubwa. Sawa, ndio. Sawa, muona Jonathan Kangalombo katika kikosi cha kwanza cha Yanga dhidi ya Tabora United? Of course, japokuwa ni ngumu.
Unajua mechi zidi ya Tabora ni mechi ngumu. Unaongelea timu ambayo Yanga msimu amefungwa mechi 2. Amefungwa na Tabora United, amefungwa na Azam. Kwa hiyo unaitazama ni mechi ngumu kwa ubora ambao wanao Tabora United ikiongozwa na Francis Offenchikora mwenye goli 8 na assist 2 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza kitimu na zina uwezo wa mchezaji mmoja binafsi. Golini golikipa wao mzuri Jean Noel Amonome Mgaboni, katikati Fred Kikaze pamoja na Nelson Munganga miongoni mwa kiungo bora kwenye ligi kuu Tanzania bara. Unakutana na Makambo miongoni mwa washambuliaji hatari kwenye ligi kuu Tanzania bara, na hajafanya tu akiwa Tabora United, alishaikuwika akiwa na Yanga ile ya moto kabisa. Kwa hiyo nadhani mwalimu hatohitaji kubadilisha timu kwa sababu wanakuambia the winning team never change. Unaona kikosi cha kwanza cha Yanga ni kama kishaelewana, double pivot, Mdakhili haya na Adi ya Ucho, watu watatu katikati, Pacome Zuzwa, Stefano Kiazizi na Clement Mzize, mbele Prince Dube. Sioni kama hicho kikosi kitaenda kubadilika zidi ya Tabora United kwa sababu ni opponent mgumu, ni opponent ambaye unahitaji kwenda kubadilisha kikosi kwa ajili ya kucheza naye. Kwa hiyo kama ikitokea Yanga akatangulia kupata magoli zidi ya Tabora United, aidha goli 2 au goli 3, ndio hapo tutapoiona nafasi ya Ikangalombo. Lakini kwenye ule ufiti wa kusema Ikangalombo anaweza kwenda kupambana na mechi ngumu zidi ya Tabora United wanaoshika nafasi ya 5 kwenye ligi kuu Tanzania bara, bado simpi nafasi hiyo. Sawa, tayari nimechezesha draw hapa kwa maana ya kwamba watu mambo vipi? Salama. Mimi ni mzima kabisa. Naomba upunguze sauti ya redio yako tuzungumze vizuri. Nimeshapunguza brother. Bado nakusikia. Yaani naisikia iko kubwa inajirudia. Hiyo ni ya jirani ambapo nimepunguza mpaka mwisho. Aha. Sawa, unaongea na Isa Suleiman kutoka Bongo FM. Nazungumza na nani na uko wapi? Unazungumza na Eliva kutoka maeneo ya Kinondoni, Dar es Salaam. Kutoka Kinondoni, Dar es Salaam. Umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Nimeshiriki mara 2. Umeona ujumbe kwenye simu yako? Nimeona ujumbe. Aha, mimi nikupongeze sana na nikwambia kwamba wewe ni miongoni mwa wale washindi katika mara 2 ambazo umeshiriki siku ya leo. Niambie una furaha kiasi gani? Nimefurahi sana, nilijua mchezo ni yaani mnatoa ni kampuni kumbe ni ya kweli. Aha, kwa hiyo umeamini sasa? Nimeamini. Unamwambia nini yule ambaye bado hajacheza? Naambia washiriki, mchezo ni wa ukweli kabisa. Sasa umepata bahati pia kuingia katika draw ya kushindania gari aina ya Toyota Crown mpya na inatoka siku 3 kutoka hivi sasa. Maana yake ni kwamba kama utashinda gari inaweza ikaja hapo Kinondoni na ikawa ya kwako. Niambie utacheza kiasi gani kuhakikisha kwamba unapata na gari pia? Wow, nitacheza mara 2. Aha. Tazidi kucheza, nimeshukuru. Basi sawa, uwe na jioni njema na endelea kucheza zaidi na zaidi, naweza kuona ukapata pia gari. Asante, nashukuru jamani. Sawa, mwakilishi huyo kutoka Kinondoni jijini Dar es Salaam kizungumza hivyo. Kibunda kimeenda Kinondoni. Leo tumeanza vizuri, mwakilishi ametokea ni wa kike. Ametokea na Ikangalombo anaweza akaanza pengine kwa kile ambacho amekifanya kwenye hizi mechi 2 alizoanza. Anaweza akaanza kwenye mchezo dhidi ya Tabora? Hapana. Kwangu mimi simuoni akianza kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Nafikiri ana prove kuwa ni mchezaji mzuri, na moja kati ya kitu ambacho naamini Dar es Salaam Young Africans wanacho ni ile chemistry ambayo anakuwa akitengeneza, na najua na anaelewa kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachukua muda kutengeneza katika kikosi, ni ile chemistry, namna gani mchezaji fulani anaweza akamechi na mchezaji mwingine, namna gani ambavyo kombo yao inaweza ikatengeneza uhalisia na competition katika lile eneo ambalo wapo. Kwa Ikangalombo nafikiri ni mchezaji mzuri, lakini bado hajaingia kwenye ile mechi ambayo mimi naamini kwamba anaweza akawa ametengeneza kombo nzuri sana na wachezaji walioko wenzake katika maeneo aliyopo. Kwangu mimi Ikangalombo namuona kama mtu ambaye ana taswira ya uwinga, anatengeneza nafasi nyingi kuelekea katika maeneo ya wings. Lakini
kwa Young Africans siku za karibuni ni moja kati ya klabu ambayo inaamini sana wale ma fullbacks wake kuwa ma wings, yani namna ambavyo wanatengeneza nafasi zao wamekuwa wakitumia viungo wengi sana. And then wale ma fullbacks wao wa kulia na kushoto wamekuwa wakitumia kama ma wing backs, yani ni watu ambao wanacheza 2 in 1, yani wanakuwa wanatumika kama mabeki at the same time wanatumika kama mawinga katika maeneo ya kutengeneza zile crosses ambazo zinaelekea ndani. Sasa kama utakuwa na mchezaji ambaye anacheza ile nafasi ya uwinga, let's say tunamchukua Ikangalombo anacheza eneo la kushoto, basi kuna namna ambavyo atambana mchezaji Boka kuweza kupanda katika eneo la juu kutengeneza zile crosses, kitu ambacho kinaweza kikatengeneza namba ya juu, namba ya katikati ya viungo kuweza kupungua na kutengeneza nafasi kubwa kwa wapinzani kwao kuweza kujitengenezea nafasi ya kujiandaa au kupunguza zile namba ambazo zinakuwa kwa upande wao, kuweza kutengeneza nafasi nzuri ya kuziovercome. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni mchezaji mzuri, lakini ile mechi ambayo anaweza kawa nayo au ile combo ambayo anaweza kawa nayo pale katikati bado sijaiona. Bado nitaendelea kuipa nafasi ile squad ambayo iko upande wa juu pale. Nitaendelea kumuona Max Nzengeli Nkosi yupo katika kiwango. Nitaendelea kumuona pia Prince Dube akiwa katika kiwango pia, na nitaendelea kumuona pia Clement Mzize wakiendelea kuanza pale. Sisemi kwamba hawa wote ni bora zaidi ya Ikangalombo, hapana. Na maanisha tayari kuna dhaya ambavyo wao wameclick kwa pamoja, wanajua namna gani wanaweza wakaperform kwa pamoja. Kwa hiyo dhaya ambavyo utawaona wale watatu juu, kuna namna ambavyo namba yao inakuwa ni nzuri katika maeneo yote mawili. Dhaya ambavyo watatengeneza pressure katika timu pinzani, namna ya ukabaji hasa pale ambapo wanakuwa hawana mpira, na wakati ambao wao watakuwa wanahitaji kutengeneza matokeo. Utamuona Clement Mzize kama mtu mwenye maamuzi ambaye ataamua kucheza mipira au kupiga mashuti ambayo yanaenda kutoa maamuzi katika timu. Utamuona Max Nzengeli akifanya hivyo pia, lakini utamuona Prince Dube akirani maeneo tofauti ambayo anaweza kumpa nafasi yeye kutengeneza zile cavings ambazo anaamini yeye ndio sehemu sahihi kwake kuweza kufunga, au yale malisho ambayo anayapata kutoka kwa hawa wawili. Lakini nyuma yao bado utaendelea kumuona mtu kama Stefan Aziziki, utaendelea kumuona mtu kama Pacome Zouzoua. Itakuwa ni ngumu sana kwa Millard Amul kuweza kumwanzisha Ikangalombo kwa 100%, hasa kwenye mechi ya Tabora ambayo wao Yanga wanaamini ni miongoni mwa zile mechi ngumu ambazo wameshakutana nazo katika msimu huu. Kuna namna ambavyo wanahitaji kufuta makosa kile ambacho kimetokea mwanzoni. Kwa hiyo hawataingiza mchezaji kwa nia ya kutest, wanataka kutengeneza kitu, wanataka kuingiza mchezaji ambaye anaenda direct kuweza kuleta performance au kuleta matokeo kwa 100%. Bana sawa, wako wengi sana ambao natufuatilia wakati huu kupitia YouTube channel ya Bongo TZ FM, na wewe pia una nafasi ya kwenda Tabora. Wasipoangalia kwa hii Yanga wanaweza kula goli nyingi. Hivi inawezekana hii Niko? Of course inawezekana. Ni Yanga ni timu bora. Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wenye maamuzi. Namba za wachezaji wa Yanga ukiziona unasema yes, ni timu ambayo ina watu ambao wanajua kutumia nafasi na kutafuta nafasi. Clement Mzize ana goli 10, Prince Dube ana goli 10. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona ni safu ya ushambuliaji ambayo inatishia. Na ukiwatazama vizuri Tabora United msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara wamefunga goli 26, wamefungwa goli 26. Ina maana safu yao ya ushambuliaji iko vizuri ikiongozwa na Francis Ofenchikola pamoja na Makambo, lakini safu yao ya ulinzi inaonekana msimu huu inaruhusu magoli mengi. Safu yao ya ulinzi ikiongozwa na Kevin Pemba pamoja na Ande Bikoko, miongoni mwa mabeki bora, lakini hivi karibuni wamekuwa wakiruhusu magoli mengi ya wazi. Na hata golikipa wao mpya aliyekuja Jean Noel Amonome ni miongoni mwa magolikipa bora, lakini anafungwa. Kuna namna ambavyo bado hajazoea ligi kuu Tanzania bara. Sasa unapokuwa unaruhusu magoli mengi ya wazi alafu unakutana na safu ya ushambuliaji kama ya Yanga, usipokuwa makini automatically lazima utafungwa kwa sababu watu wafuatilie mpira. Miongoni mwa mechi ambazo zinaongoza kutoa magoli mengi ni hizi mechi kubwa. Unasikia bwana Barcelona kampiga Madrid goli 4, Bayern Munich kampiga mtu goli 8. Kuna namna ambavyo ukikubali kopi ya mtu lazima utaadhibiwa, kwa sababu kwenye mechi kubwa mchezaji hatakiwi au hataki kufanya makosa hata kidogo, kwa sababu anajua mistake yoyote atoifanya anaenda kuadhibiwa. Kwa hiyo kwa Tabora United wakawe makini. Anachokiongea huyu mtu au hiyo mitazamo ya watu iko sahihi. Kitokea Tabora kakubali kopi ya Yanga
ile Yanga ambayo inakuwa na siku nzuri kazini, kuona goli 3 au goli 4 ni kitu cha kawaida kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sawa, bana, dakika ni 45, tukauangalie mchezo mwingine mara baada ya kuangaza vizuri sana mchezo wa Yanga ambao na wao wamekata tiketi moja kwa Mzinze alikuwa ni midfielder. Alikuwa midfield namba 6 au namba 8. Alikuwa kiungo mchezeshaji. Lakini kutokana na mabadiliko ya mwalimu akawa anajaribu, unajua alikuwa na uwezo mkubwa tangu huko chini. Yaani Mzinze ninavyosema mchezaji mwenye kipaji kikubwa ambao naweza nikawa na ushahidi nao kwamba nawajua vizuri. Shuaboy, yeye na Balama Mapinduzi au nawajua in and out kwa sababu nimecheza nao muda mrefu tu ama nimecheza nao kwenye mechi nyingi tu. Ukiniambia kuhusu Shuaboy naweza kusema mechi nyingi tulizokuwa tunacheza labda za huko Dar es Salaam kipindi hicho. Lakini za Mzinze na Balama tunacheza ligi ya mkoa, mimi nawajua vizuri. Ndio maana Mzinze ana uwezo wa kutumika popote uwanjani kwa sababu amekuwa hivyo. Alikuwa na uwezo mkubwa kwenye kiungo. Kwa hiyo kuna wakati ambao anachukua mpira na dribble anaenda mpaka yeye mwenyewe anapiga, anafanya maamuzi na kila kitu. Ni mchezaji fulani ambaye kimtaa tunasema amekamilika. Ndio. Anaweza kareceive mpira popote, akatembea nao, akafanya chochote, akapiga. Ndio maana nakwambia namfahamu vizuri sana kwa sababu alikuwa anacheza kiungo namba 8. Baadaye akawa anacheza nyuma striker kwa sababu ya uwezo wake wa kupiga, lakini pia uwezo wa kuficha mpira na uwezo wa kupasia kwenye njia. Alivyosogezwa juu kidogo ndio mimi nimekuja kumuona kwenye timu za vijana kwenye ile ligi ya vijana ambayo aliibuka mfungaji bora. Ndio. Akicheza pale juu, lakini kiasili Mzinze sio mshambuliaji wa kuanza pale katikati. Na hata ukimwanzisha mpaka sasa hivi utamwona anakimbia kwenda pembeni, anaingia katikati, anatoka huku na huku. Ni kwa sababu sio natural position yake kwenye eneo lile la kusimama. Yaani ukimhitaji Mzinze kama standing striker, kuna vitu ambavyo utamnyima kwa sababu ule ufanisi aliokuwa nao hata utumia wote kwa 100% kama ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo ndio maana nasema natural position ya Mzinze ni mtu ambaye hatembei eneo moja ama hasimami eneo moja. Ni mtu wa kutembea eneo kubwa kiwanjani. Ana uwezo mkubwa sana. Na pengine huwa nahisi kwamba labda sijui kama ni kuchelewa kuja kwenye ligi ama sijui ni mifumo ya walimu ama vipi, lakini kuna sehemu wanaona pengine Mzinze hatumfaidi sana kama ambavyo kipaji chake kilivyo. Na kipaji kikubwa sana Clement Mzinze. Sana. Yaani ninavyosema sana namaanisha sana. Sana kweli. Anajua boli. Ana uwezo mzuri wa kutembea na mpira, anaficha. Afu ana nguvu. Ana nguvu sana Clement Mzinze. Ni ngumu sana kumtoa kwenye track. Yaani kisha gadi mpira. Ni ngumu sana kumtoa. Sawa, mimi nampigia moja ya mwakilishi hapa tumsikilize. Moja yule mshindi tumsikie pengine anasema kitu gani mara baada ya kuchezesha draw. Halo? Bana, unaongea na Isa Suleiman kutoka Bongo FM. Nazungumza na nani na upo wapi? Bwana, mimi na watu ndugu Hamisi Ahmed Saburi, niko Tabora kakangu. Habari za huko? Huku ni njema kabisa. Tabora ni kubwa. Tabora maeneo gani? Niko maeneo ya Kidatu A. Yanga wanakuja huko. Yanga wache waje tu, wache wajinyuke akumbatiwi. Wache waje Yanga, tunawasubiri. Sawa, niambie umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Bwana, leo nimeshiriki mara moja tu kama siku, lakini siku za nyuma nilikuwa toka sita ngapi nacheza tu mpaka leo ndugu yangu. Sasa nina taarifa njema kwako. Kweli? Kabisa, taarifa yenyewe ni kwamba katika wale washindi kwenye draw ya pili leo wewe ni miongoni mwao, na hapa tunapozungumza shilingi 100,000 ipo katika simu yako. Haki ya Mungu. Kabisa tena. Halo, wewe letea kuku. Ngoja basi nichukue kuku Tabora. Kwamba nataka kupiga Abuja. Jo dogo. Bwana, niambie kwanza una furaha kiasi gani? Mungu yuko kweli, yupo kweli Mungu aisee. Yaani nimefurahi. Sikiliza swali la upete sasa. Abuja inapanda babu? Abuja unaagiza Abuja hapo? Kama kawaida, yaani nje ya leo iko nyingi, njoni huko bwana, mje kula. Chukua namba yangu sote ukija nitafute. Bwana, sawa, mimi nikupongeze sana, lakini nikwambie pia umeingia katika draw ya kushindania gari aina ya Toyota Crown mpya kabisa. Na kama utaendelea kushiriki basi inaweza ikaja huko Tabora. Naendelea
nacheza kila siku hapa natoa 80, 20 na iacha naendelea kucheza 1,000. Alafu hapa Tabora ni maarufu mzee wa Simba, mimi ni mnyama typical. Ndio maana ukasema Yanga waje tu. Yanga waje tu, Yanga wewe unaandika jezi ya kichezi, wewe uchezi maana yake nini? Bwana sawa, basi endelea kucheza mara nyingi zaidi, inawezekana hata gari kaja huko Tabora pia. Inshallah, karibuni sana, mkifika hapa nitakuteni Abuja kama kazi. Asante sana na uwe na jioni njema. Bana ndo hivyo bwana. Jamaa agiza fast. Nasema tu. Yaani inaonekana jamaa alikuwa anasema siku nikipata tu wale kuku. Yaani hiyo ndio kuna kijua ambacho wewe unaenda kila siku unakipigia hesabu. Bana muda wa dunia mpya. Nikichanganya tu. Bana dunia mpya tunarejea hapa. Na upeke yenye amani, upendo na faraja, nitapojifungia na kufurahia asili yake. Karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora, tupate shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora, tupate shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, pita ndani ufaidi. 4.0 Dar es Salaam, burudani ilipoweka makao. Hayawi sasa yamekuwa. Mshua yupo tayari kukupatia gari ya Toyota Crown kwa buku tu. Mshua anasisitiza endelea kucheza maana siku zimeisha. Yes, ni Machi 31 mwezi huu. Gari hii inaweza